lift you higher, higher, higher. When your presence goes high, your glory comes down. Lord, when your presence goes high, your glory comes down. Oh, glorious God, beautiful King, excellent God, like bow before you. Oh, glorious God, beautiful King, excellent God, we bow before your throne, bow before the throne, worship at your feet. Oh, bow before your throne, your glorious God. Your name is Alpha, Omega. Our Father and our God, in the name of Jesus Christ, we want to thank you for this opportunity again that you have given unto us. Lord, we are here and we are ready to feed from your table. Supply us with a spiritual manna. Reach our spirits. Minister our very needs according to riches and glory by Christ Jesus. Lord, I pray even for your people who are following this service from diaspora, those who are outside this nation of Kenya and the other corners of this nation of Kenya. Lord, I pray as they follow us, the online church, Jehovah, I pray that you shall bless them in the name of the Lord Jesus Christ, that even as I connect with this service, even as I connect with this altar, through even their giving using the till number, Lord, Jehovah, I pray that in the name of the Lord you shall reach them, you shall bless them. Life shall get to their situations and circumstances, and they shall never be the same again. Thank you, Holy Spirit of God, because you are taking over from now to give us your wisdom, to give us revelation, to give us your life. In Jesus' name, we bless, we worship you. In Jesus' name we pray. All of us are saying, Amen. Amen. So today I welcome all of you who are in the house and those who are following this service, the online church, so that we can have our sense and series of the message, the better for the soul, because we have realized that the soul is the most important part of our lives, and God is teaching us deep things of the Spirit, that we are able to understand ourselves, to know who we really are, for God is calling us a holy nation, a loyal priesthood, and his own special people. We have to understand that which God has done to us, that which God has freely given to us, so that we may make use of the same in the name of the Lord Jesus Christ. For those people who have been going through things they don't understand, going through discouragements, bondages, spirit of death and suicide following them, I want to believe this is the best teaching you can ever have, so that you are able to handle yourself. Because people cannot be able to handle you. You are the only person who can be able to handle yourself. You handle yourself by understanding who you are, what is binding your soul, what has been tormenting you, what has been challenging you. Why? Because of the things you have gone through in the past. I have encouraged so many people. I have enabled many people get out of this suicidal spirit by just trying to show them what is really troubling them in their very souls. And so, brethren, those who are following us, make sure you are able to tap something that can help you.
I've already taught you, and now you know that that person created of God, called Megwe, called Julian, called Daniel, called whatever you are called, that thing, that person is a spiritual person, is a soul. So God made this man, akatengeneza matope, this body, this temple, but there was no life in it. There was no life in it. What God did was to come and breathe life, and man became a living soul. So Megwe is a living soul. Daniel is a living soul. So and so is a living soul. So there is whatever God has created. Man has three bodies. Man has three bodies. Has the physical body that we can see. And man has another body called the soul. Another body called the soul. And this body has everything, and it is very valuable. And this is the soul which will never die. If you leave this one and go back to heaven to live with God, or be taken to hell and then be thrown into the lake of fire with the devil. So the soul that God has created will never die. And so when the Bible says we take care of your soul, we take care of the soul, it's very important because the soul will never die. It is the body that you die. Hallelujah. Amen. And on Sunday, I told you that soul which is called Megwe, that soul which is called so and so, that soul has several compartments in it. I told you, this soul has that part called the mind, and it has another part called the will, and it has another part called the emotional part. And Sunday, I went to the details of showing you the mind, how the mind is. I told you this mind has the conscious part, the conscious. You are conscious of yourself. You say, I want to eat, you go and eat. I want to go to town. That mind says, I'll visit so and so. And if today, you can remember yesterday, I visited so and so, na nikakula marenge, na nikafanya hii, na nikafanya hii. That's the conscious part of the mind, the conscious you. Amen. Amen. And I told you, it has another part we call subconscious. Subconscious, whereby this, I told you, is a store. In your store ya mambo yote ambao ushawahi kuona na kupitia katika maisha. And it shapes your life. Ndiwe kondo muna, nyondo wake na. Mudu ndigi mwena, nyondo niaje kiriondo muna. There's something deposited in you. Kuna store ya kuweka mambo yale umepitia. Na hayo mambo huongoza tabia zako. Hallelujah. Huongoza tabia zako. Mambo ambayo ulipitia, na nikakwambia hapa ndio shetani uhakikisha ya kwamba umetumika vibaya. You are abused. You are abused. You are raped. You are rejected. You are done so many things, so that deep in your soul, pale sehemu ya the mind, there can be a deposit ya kidonda fulani. Let me call it a wound. A wound. When it is touched, unawaka moto. Because it's a wound somewhere. And I tell you, go to prison there. Go to prison. And you find 90% of the people there are people who are wounded. You find somebody killing another one. You find somebody doing this. You find people doing all the mess they do is because in their subconscious, katika hiyo sehemu pale ndipo ya kuweka mambo ndani ya ninio, kuna mambo ambayo walipitia mabaya na magumu sana iko pale. Kwa hivyo hiyo area ukimgusa hivi inakuwa kitu kigumu sana. Praise the Lord. And that's why Christians need to be taught these things. Because when you got saved, wakati uliokoka,
Mungu hakuguza sehemu hiyo, hiyo haikuguzwa, ilikaa vile tu ilikuwa. Amen? And then I told you there is what we call the unconscious. Kuna mambo tangu uzaliwe, mambo ulilelewa nayo, ukafanywa, ukayaona, ukayajua. And I'm using a very simple example of a mother and the children. Just a very simple example to show you how that one becomes a belief. Sasa kama ni mama yangu anilee nikiwa utotoni, aniambie gogo gwito tuteshera hapo ngania atuende kwa fulani au tunachukia, basi kuna kitu ameweka ndani yangu. Ananiambia huku atufanyangi hii, huku tuafanyangi hiyo. Ninaona wageni wakija nyumbani, nione anaficha chakula, anaficha mpaka wanatoka. So ninajua kuna kuanga hizo matabia anakuja ananionyesha, wengine wakija tunawapea chakula wanakula. Anionyesha nionyeshe mchana, kwa sababu wakati mzee hayuko tukule kanyama, tukule vizuri, tukule hii na hii. Jioni wakati mzee atakuwa kuwe na mudhere wa sumbe na wekiro madhoko matulie guo. Basi hawa ni watoto tu anafanya mambo, lakini hawajui haya mambo. Kuna mambo inafanya nini, inaingia kwa watoto. Sasa hii watoto ndani ya mawazo yao wakikua, hiyo mambo inakuwa deposited kule ndani ya moyo. Huyu mtoto atakikua na yeye atakuwa na mambo yake. Anaweza kukosa kukumbuka exactly kulifanywa nini, lakini ako na imani zake na tabia zake ambazo zinaongozwa na kuelekezwa kwa yale mambo aliona na aliyasikia na aliyashuhudia akiwa mdogo. Amen? Yeah. So there are things that are deposited in the heart of a man, hiyo kwa hiyo soul, na hiyo mambo it affects conduct ya mtu. Na ndio naonanga mtu akiokoka, hata tukimwambia mtu akiokoka anatakiwa kukaa namna hiyo, anaongea namna hii, anakuwa mtu ambaye hana chuki, anakuwa mtu ambaye hana kuchukia wengine, hana inga, hana kutopenda watu, hana hizi whatever, hiyo hizi tabia reactions unaonaga kwa watu, unaona huyu naye ni nini, huyu naye anasumbuliwa na nini. Hiyo ni mambo iko ndani in the soul of somebody. Amen? Na that's why watu wanahitaji kitu inaitwa deliverance, kwa sababu vitu zingine watu zimefunga watu, bondages zinakuanga huko. Sasa in the unconscious and in the subconscious zinakuanga huko bondages. Unaona huyu mtu anatamani atoke kwa hii kitu, imemshinda. Nasemanga ninashindangwa tu, anajaribu kukontrol kitu fulani na mshinda tu, kwa sababu sasa imewekwa kule ndani in the soul huko ndani. Praise the Lord. Amen. Na watu wanangangana. So that is why Christians are not able to live truly spiritual life, as the word says, because of those charities. Amen. Let me mention kitu kidogo hapo kabla sijaenda kile ninataka kuongea juu yake leo. In the subconscious, that is what hiyo ndio inadetermine kitu inaitwa ndoto. Ndoto utengenezewa in the subconscious of the mind. Na ndio mimi I have a problem na wale watu ambao wanaamini sana ndoto. Not that I don't believe it. I am very serious in mambo ya dreams. Na mimi watu wananitumia message, mwingine ananiambia niliota namna hii, mchungaji nasema nini, namsaidia kuelewa hiyo ndoto. I am good in hiyo, lakini I have a problem with the people who have put 100% trust in dreams. Because sio lazima dream itoke kwa Mungu. That's what people don't know. Na watu wa Masaika hao wanashida wakituambia nilionyeshwa kila dakika tu, dakika chache unasikia ati Mungu ameniambia. Hiyo au show you, hiyo inatokanga hapo, nitakuonyesha hiyo katuni mnacholewa na muonangi na hamuelewi. Mungu ameniambia tu. Yaani Mungu wako karibu sana, dakika kidogo tu mkimekaa namna hiyo, unasikia acha Mungu ameniambia hata wewe ufanye namna hii, ama nasikia Mungu ameniambia something. You know those people, Yo tumatu wanjorea watu
And people wanabebwa natural, wanabebwa, my friend, wanapelekwa mbali na Mungu ina hiyo ukatuni. But let me go to the niguze kitu kidogo hapa kwa dreams hapa. Reason. If the devil, shetani akihakikisha kwamba you are subconscious, iko na issues, iko na vidonda fulani, iko na issues fulani zimekuwa deposited huko, na kule ndani tena kuna issues za kishetani. Let me tell you, mawazo yako na ndoto zako zitaenda pamoja na hiyo vidonda, na hiyo mashida, na hiyo maroho imekufunga. Amen? Ile dream nzuri ni ya mtu ambaye properly delivered na amesubject her soul or his soul to the Holy Spirit. That's the only way you can be sure this dream is from who? From God. It's from God. Reason. In the kingdom of the devil, Daniel, kwa kishetani, maana kwa shetani kile sana unafunzwa. Na wako kanisani unahubiri wanawaita wachungaji. Na ni maana kwa shetani. That's what you don't know. Kwa hii madhabahu kuna makanisa nyingi, wachungaji kule, they are agents of who? The devil. Wanatumia na shetani. What they do kwa kingdom ya shetani kile unafunzwa ni you be able, ni kupewa uwezo wa kutawala roho yako ukitumia your soul. Kuhudhira ngoro gutongoria roho wako. Which is the opposite of what God does. Yeah. Yule mtu alikuwa amepewa uwezo wa kutumia the soul itawale roho yako ni Adam peke yake. Lakini wakati Adam alitenda dhambi, roho yake ilikufa. Na sasa hakuwa na uwezo wa kuwa anawasiliana na Mungu anytime anataka. Hapo mbeleni unaona yeye akitaka ku access Mungu alikuwa na access any minute. Wanakuwa na fellowship, wanaongea. Used to the alikuwa anatumia mind kutawala roho yake na connect na Mungu mara moja. After the death, after kufutenda dhambi na kufa, roho yake ilitenganishwa na nini? Na the spirit. Hange access Mungu anytime angetaka. So hawa watu ambao access hiyo roho nyingine wanasema ni ya Mungu anytime, what happens? There's something called a power demon that is used by the devil to connect the soul of this man with the spirit of this man. Because you have a body, you have a soul man, you have a spirit man. Sasa shetani anatumia your spirit man and your soul man to connect with a power demon. So unaona, that's why they do a lot of imagination. Wanafanya a lot of imagination. Hata ile kitu watakwambia involve a lot of imagination. Amen? And that's why you see in the kingdom of the devil, kule kwa masorcerers and what have you, unaweza kwenda pale ndio akustue, anakaa mahali ako pale anataka kutayarisha spiritually, ndio akamate roho yako, anaanza kutenda katuni kwanza ya kukustua ikuchanganye so that you can release your spirit akutawale. Anakaa namna hiyo, anafanya control, anaambia ile kiti, ninakuamuru toke hapo inuke mita moja. Unaona kiti kinatoka hapo, kinainuka mita moja, kinasimama pale na hakuna mtu amekiinua. Unachanganyikiwa. Naisha unasema basi, Mungu ndio wako hapa. Huyu mtu wako na Mungu. Na Mungu hiyo kitu imeinuka namna gani? Wako na Mungu hapo. Ini mapepo bure inaendelea hapa. Kwa sababu this person kile amefunzwa ni kutoa the spirit person yake. Anaitoa, anaacha mwili pale. Ina connect na demon, anaamuru pepo inua hiyo kiti. With your eyes, can you be able to see a demon? No. Eh? No. You cannot see a demon. You cannot see the spirit with your eyes. So, hii ni mambo ya kiroho inaendelea hapa na wewe unatakiwa kuitazama na macho ya mwili. Sasa unachanganyika unasema hii kiti na imeinuliwa na nini? Praise the Lord. Nitakufikisha huko kwa astral projection. Lakini please
Wacha nitumie dakika chache. I want to talk about the spirit. Tuangie upande wa spirit. Upande wa spirit. Kulingana na chati yako hapo. Tuangalie upande wa the spirit. The spirit, which is part of the spiritual man, the soul of man. Yeah, urushi wa biru akona mwili, akona ngoro, mundu wetagwo ngania iyo ni ngoro is a soul and has a whole body called a spirit. And you know, this spirit is a whole person. Is a whole person. Those people who do astral projection, anaweza kuwa amelala kwa kitanda, anaenda kutus, anakosa accidents, anaua watu, na kule kutus watamwona katika mwili, watamwona na mwili fulani, because it's a body. The spirit has a body ambayo inakaa. The spirit, ile spirit ya Mungu inakaa kama hii mwili unaona Mungu hii, na inaweza kutoka even in that other kingdom. Inaweza kutoka ikafanya madhambi na whatever, na inarudi, because I can control it with my soul ama with my mind. Hiyo ndio inafanya katika ulimwengu wa shetani. Hallelujah. Amen. But I first want to show you, nataka nikuonyeshe about the spirit of man. Wacha ile tunasema Holy Spirit. I want us first to look at the spirit of man. The spirit of man. Hiyo Mungu aliweka ndani ya mtu. The spirit of man. The spirit of man. Let us go to the Bible and look at a few things before I explain. I'm taking a very short time today, and tunaenda tu saa hizi tuwakarishi sana. The book of Romans chapter 9, I'm reading verses 1. It says, Romans 9 verses 1, the Bible says, Romans 9, if you're there, verses 1 says, I see the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, or the Holy Spirit. Read that verse. Yohoro wa mangwaria ndi mundu we thiini wa Kristo timaheni ndiraria ona thamiri yakwa niyo muira wakwa ni undu wa gwikirwo ni Roho Mutheru. Again, ni uhoro wa mangwaria ndi mundu we thiini wa Kristo timaheni ndiraria ona thamiri yakwa niyo muira wakwa ni undu wa gwikirwo ni Roho Mutheru. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit. Thamiri yakwa can you read Kikuru, that part? My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit. Ona thamiri yakwa niyo muira wakwa ni undu wa gwikirwo ni Roho Mutheru. Thamiri yakwa niyo muira wakwa ni gwikirwo uira ni Roho Mutheru. My conscience also bearing me witness. Let us look at chapter 8 of Romans verse 16 says, chapter 8 verse 16 says, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Roho Mutheru we mwene niwe muira hamwe na maroho maitu wa gutumenyithia ati tuli ciana cia Ngai. Repeat. Roho Mutheru we mwene niwe muira hamwe na maroho maitu wa gutumenyithia ati tuli ciana cia Ngai. The Spirit, take in your Bible, if it is a true Bible written in the right way, look at that one Spirit. How is it? Is it written in small s or capital S? Capital. Are we together? Check your Bible. The Spirit itself beareth witness. That is the Holy Spirit, written in capital S. Are we together? Yes. Look at the other one. The Spirit itself beareth witness with our spirit. Look at the second Spirit. Is it written in capital S or small s? Good. Amen? The Bible simply says the Holy Spirit is bearing witness with our spirit. Holy Spirit inaandikwa with capital S. Roho
roho wa Mungu wanatumia ile herufi kubwa kusema huyu ni Roho Mtakatifu. Na hii ya pili tunaambiwa it bears witness with our spirit, wanatumia small s. Kwa sababu huyo ndio roho ninataka kuongea juu yake, the spirit of man. Amen? Amen. Spirit of man. Spirit of man, yule roho ambaye Mungu aliweka ndani yako, ambaye ataungana na your soul wakati wa kwenda mbinguni, ziwe kitu kimoja, ziende kule. Huyo roho ndio nataka kuongea juu yake. Maana lazima uelewe huyo roho, so that ujue huyu roho atapelekana namna gani na Roho Mtakatifu. Are we together? Yes. This spirit of man has 3 parts. Kuna sehemu 3. Nataka kuongea juu hizo sehemu 3 kwa dakika chache nimalize ibada leo. Sehemu 3. Moja ni hiyo tumesoma in Romans 9 verse 1, inaitwa conscience. Soma ile mstari ndio atakumbuka. Hata usisome, imeitwa dhamiri. Conscience haikuangi part of the soul, inakuanga part of the spirit that God has given man. And the conscience is that ability to be able to determine that something is wrong or right. Dhamiri ndio tutumagira kumenya undio ndireka ne moru kana ndireka timu tumoru tuhuthagira kindu gwitagwo dhamiri. Na ndienda gukwira mundu atari muhonoku kindu kiu gitagwo dhamiri gitukorwo kuo, gikorwo yiku when under sin he died. Alikufa. Ni nini alikufa? Ni roho yake ilitenganishwa na roho ya Mungu, ikawa sasa hana hisia. Adamu atemwe hiu niari amenye digwe kondo mona ni mahitia, digwe kondo mona ti mwega, digwe kondo mona ni guhitiria Ngai. No riria agwire thutha ucio, riu ari no hoti wa gwika ondu o wothe angika atena kindu kiramucirithia na kuu thiini, itena andu kibona kimwe arigua. Ni wonaga andu matari ahonoku, mundu ucio wamuhe butha ni kunywa, wamuhe ucuru ni kunywa, wamuhe maringo ni kunywa, ndirahuthira ruga ryo gitauko, wamuhe cai ni kunywa. Na ndirenge mundu uyu gutiri undu atangika ni undu na kuthini wake gutitha utio ne mwira uguore gatiwe. Are we together? Kugo dhamiri yaku umenye ni part iria mundu ahetwo ni Ngai ya roho wake. Dhamiri hiyo ni kindu kia bata muno. Mundu agwa, mundu angika mehia agwa, kiria gikingia bakwa gukorite kuruta wira ni kindu gitagwo dhamiri. Ungikona muhonoki backslidden, dhamiri yake tikoragwo ikiruta wira, na nikio akuhenagia akwiraga maundu aria atageka. Okera ni ngoka kwatani wagakwira ni ngoka. Nikoragwo ni Tuesday, ndasigana ni ngoka. No weterera Tuesday ndagoka. Na mugacemania nake, na mwacemania nake ndakarikana ati ni akuhenirie ndeguka gwataniro akambiria mastori mangi iria ndetoni tina thina nake ona itipati ni yake. A backslidden Christian, dhamiri yake itakoragwo na meigua. Under that point abai mundekere tondu ni gwenda tepungu na maundu maingira ndikiro ni ciugo muno ni undu ni ngoragwo na karingo na Ngai gagukorwo kigongoni-ini weekend. Amen. No na njukire nginya kanitha ndi muceria muthi tondu na koma guku ndu wa kaundu ngudira nako abai mundekere hau to dhamiri yake korwo sawa sawa. Mundekere. Thank you. Amen. Liu mundu ucio wa muhonoki roho wake utararuta wira, roho wake utararuta wira, no ugane muhonoki wa kiroho. Liu meigua make matikorwo me wiri-ini, meigua make na nikioneka kiundu muthi egucoka riganirwo na coke oe maundu no kawaida
no kawaida ndio conscience yake itoro kana tiraruta wira. Haleluya. Mundu ahonoka kindu kire kiamba kwarahurwo ni roho wa Ngai. Kindu kire kiamba kwarahurwo ni roho wa Ngai. Na likio liko Paulo akiuga atiriri, my conscience is bearing witness. Ati roho dhamiri yakwa ni iraruta wira. Hamwe na roho mutheru. Kindu kimwe riria wahonoka gikagwo ni roho mutheru ni kwarahura dhamiri ya kuruga tuka mundu na meigua. Na nikio ona tuguka nginya mbere ya Ngai kuitheria. Are we together? Yes. Angi ona mundu kanitha-ini ona no horo cio kuhoya aroria ibada iria mbere ya tuthie na mbere tuine tuike atia turute tuinuke no we dhamiri yake gutinginira mwira ati uima wiki no thi kunjikarite no ngoro ndi handu raririe kaundu kangira kari roho mutheru kandirekire kaundu kangira kari roho mutheru kana ngoro ndirigire kaundu gatagirire kandirathi kundu gutagirire ukamere akayukira mwathani jigwera thasi na udekire mahitia mothe tia ati mundu ucio niguathire kutharia na gukarathire naki asha ni arashugurika roho rwake wathamiria yake gutigakorwo kaundu kangikate kangikorwo kakirigishanite na roho mutheru ukira mwathani theria mwathani no jigwere tha uringikorwo hititie mundu akenyihia no getheria biu nikio thamiri yake korwo ithie na mbere gukorwo na meigo angi dhamiri yakire te kuga mundu uyu is not spiritually alert. Are we together? Yes. Hiyo inakusaidia, inatakiwa ukusaidia. Bibana Mungu anataka uinuliwe na uwe na nguvu, na maana nguvu ya mwanadamu inatoka upande wa roho. So if your conscience is dead, is not working, then you have a problem. Na utakuwa na shida nyingi sana. Hadi wa Kristo ambao tunasema ni wa kimwili, ni wa kusukumwa. Huu ndio Mkristo ambaye akipata jambo anakwazika. Ani mama hingekaga toka matumira ndo makameke follow up. Akafuatilia kule nyumbani. Akienda akipatikana anasema nilikwenda hingiro ningani. Sasa hiyo level ya kuhingwa, hiyo level unakiona, unaona ndio nilikuwa nasema hiyo level. Sasa unajua watoto vile wanakosana wanakosana bure. Si unajua watoto wanakosana bure. Kule nyumbani. Ati unamwona kichuko gyako, akatoza kananyang'anya kiziko ile mwingine kanakimbia na huko. Nako kanaka tegera kujina kakirira. Ati kanene anya kate na juna kisiko kania rumerio ciakwa. Sasa hiyo kiwango ya kuhingika unaona ni hiyo level. Kwa sababu mtu ambaye conscience yake kuna shida. Tuko pamoja hapa. Number two. Reason to number 2 of this spirit of man is a part kuna kasem kengine in man. Let's read the Bible, the book of John chapter 4 verse 24. Please read for us. The book of John chapter 4, that I may be able to explain this. John chapter 4, 24. Let me read this as we move on. It says, God is a spirit. They that worship him must worship him in truth and spirit. Please read that. I've talked of John chapter 4 and verses 24. Ngai ni roho, nao arĩa mamũhoyaga no mamũhoyage na roho na mahoyage na ma. Amen. Let's read Romans chapter 1 verse 9 says, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Amungai ũcio ndungatagira na roho wakwa ngĩhunjia ũhoro ũrĩa mwega wa mũrũwe-rĩ,
niwe muira wakwa wa uria itatigaga kumugweta inyue mahoya-ini makwa. Again. Amu Ngai ucio ndungatagira na roho wakwa ngihunjia uhoro uria mwega wa murwe-ri niwe muira wakwa wa uria itatigaga kumugweta inyue mahoya-ini makwa. Listen to this. In the spirit of man, katika roho wa mwanadamu, in the spirit of man, God has a part that we are supposed to use to commune with him, to fellowship with him. Unasikia? Kwa ile roho ya mwanadamu, the spirit of man, there's a portion that is there to commune with God. And that's why the Bible is saying God is a spirit. That if you want to access God, you have to access him using what? The spirit. Mungu ni roho. Kama utamwabudu, kama uta access roho wa Bwana, utatumia nini? Roho. Paulo anasema kwa yule Mungu ambaye hutumikia kwa roho yangu, ni shahidi ya kwamba mimi huwaombea kwa maombi ya kila aina. That means Paul is able to access God. Hebu nisikie ndugu yangu, dada yangu, Mungu amekuumba kwa njia ambayo wewe unatakiwa kutumia roho wako kuaccess yeye. You cannot access God in any other way. And so, my sister, my brother, if you are not able to access God, either through prayer, either through the word, either through the ministry, you are not able to access God, there's a problem in your spirit. You nasema mtu ataomba namna gani? Kuhoya wate. Nobody is supposed to. We teach you prayer, but the prayer sisi ufunza watu kuomba. Yesu alifunza watu kuomba, lakini ukitaka kuomba ni kuomba. Asikia namna kile nimesema? Yes. Tunafunzanga watu kuomba, lakini ukitaka kuomba ni uombe. Amen. Kwa sababu mama mwai dini wako yaku roho ya Ngai akirita dini waku roho shwara hurone roho mutheri wa honoka roho shwara roho gutithiriria kunyitanira nake na roho wa Ngai gukinyira roho wawe wa Ngai kwaraniria nawe na Ngai. You are able to access God after your spirit is revived on salvation. Roho yule wa ndani ya mtu akipewa nguvu katika wokovu, then unatakiwa ku access God. Tunasemanga maombi ni akina Kagendo, maombi ni akina nani? Wewe wachana na udini mwingi. Wachana na udini mwingi. Njia yako ya access Mungu ni kupitia kwa nini? Kwa roho yako. Kwa sababu kuna nafasi ya roho yako ya kufikia Mungu kupitia kwa kuwasiliana naye na kupitia kwa maombi. Amen. Amen. Hallelujah. Wewe ni wahiri. Kama ni mtu wahiri, nisikie vizuri. Wewe kila mmoja wako wewe anatakiwa kuwa ana uwezo wa kuaccess roho wa Bwana ama kuaccess Mungu kupitia kwa maombi. Maana kuna sehemu ndani yako ambayo ina uwezo wa kumfikia Bwana. Hallelujah. 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 Nataka ujue hivi jambo lingine. Hata kama umezeeka sana, kwa sababu wengine ni wachanga, wengine ni wazee, na wataendelea kuzeeka. Hata mimi nimezeeka. Nimezeeka, my friend. Nimezeeka. Lakini hata kama nimezeeka, nataka nikwambie kitu. Roho yangu haijazeeka. Nilianza kuenda kesha nikiwa kijana mdogo, sijai kuacha mpaka leo because my spirit haijazeeka.
Hujazeeka. Usiseme umezeeka sana. Huwezi kuzeeka kiwango ya kwamba you cannot be able to commune with God. Soma Biblia. Utakuta ya kwamba wamama wakongwe kama akina Elizabeth, akina nani mwingine? Na akina Hana, wamama wakongwe walitumia roho zao kukaa wakifanya nini? Wakiconnect na mbinguni. They built their spirits, walijenga imani zao sana na roho zao zikawa na nguvu sana kwa sababu ya kuaccess Mungu. Let me tell you church, wakati umezoea kuunganisha roho yako na Mungu kupitia kwa maombi, the spirit man, huyo mtu wa kiroho nasema ndani yako, anakuwa na nguvu nyingi sana. Amen. Anakuwa na nini? Na nguvu nyingi sana. Ananona sana. Ninataka nikwambie leo, nonesha roho yako, acha kunonesha mwili wako. Nonesha kabisa roho yako, sababu hiyo ndio nguvu yako. Amen. Number 3, the third part of the spirit of a man. I want to read one verse. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. 1 Corinthians chapter 2 verse 11 says, this. Let me start with from verse 10. It says, but God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searches all things, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. No ithuĩ-rĩ, Ngai nĩatũguũrĩirie maũndũ macio na njĩra ya roho, nĩgũkorwo roho nĩathuthuragia maũndũ mothe, o gwata maũndũ ma Ngai marĩa me thĩinĩ matangĩkinyĩrĩka. Amu ha andũ-rĩ, no ũngĩmenya meciria ma mũndũ, tiga o roho wa mũndũ ũcio we mwene ũrĩa ũ thĩinĩ wake, namo meciria ma Ngai o ũndũ ũmwe, gũtirĩ ũngĩmenya tiga o roho wa Ngai. Amen. Hallelujah. I'm saying this. There is a portion in man, in the spirit of man, that is able to sense God. Amen. Wakati mchungaji anakuja anasema, nimesikia roho wa Bwana ameniongelesha. Na huyo mchungaji akisema hivyo, atatoka kukula chapati na ugali. Maana watu wengine wanasema Bwana amenizungumzia na wanatoka kukula chapati na ugali. Haiwezekani. Haiwezekani. Unajaribu kusaidia mshirika na mwambia wewe, Bwana, usipotee. Acha hiyo. Ati roho wa Bwana amekuongelesha. Ambia wachana na hiyo. Tena hiyo. Bwana aweze kukwambia namna hii, alafu hiyo mambo mengine kwa namna hiyo hapo hapo ni Bwana. Alafu mnaanza kungangana. I'm saying this. There is a part in the spirit of man that senses God. That you are able to sense this is the spirit of God. Na Biblia inasema ya kwamba hakuna mtu anajua mambo ya mwanadamu isipokuwa the spirit of man in him. Na hakuna mtu anaweza kujua mambo ya Mungu isipokuwa nini? Roho wa nani? Wa Bwana. So when you are connected to the Holy Spirit, utajua na uelewe mambo ambayo mtu wa kawaida hawezi kuyajua. You will be able to discern even spirits. Discern. Listen. I put this ministry
in a very great danger. And my life was really affected. Maybe I've never recovered from that. You can say that. I'm yet to recover from that. Because of ignoring, kuignore, ile inaitwa discernment. Kuignore kile Bwana anakuhimiza. Because nilikuwa nimeketi pale nje hapa. Nasoma Biblia hapo. Nikamaliza kusoma. And then nilikuwa natoka kwa gate nafunga. Alafu mtu anaingia. Na mtu alipoingia, niambia Bwana sifiwe. Mimi ni mtumishi wa Bwana. Naitwa Reverend So kutoka Tanzania. Ngapi nakumbuka Chirwa? Ngapi nakumbuka Chirwa from Tanzania? Niliweka maisha yangu kwa hatari. Nikaweka huduma yote kwa hatari. I don't know whether I will be able to recover in this life. Ile hasara nilipata in my spirit hiyo wakati. In my life. Kwa sababu ya kuignore roho wa Bwana. Because I ignored the spirit. Nikatumia my soul to handle Chirua. Nikatumia ile uzuri wa Mungu. Si Mungu ni mzuri. Mungu kiti mundu mwega. Mungu ni mundu mwega, ni mundu oibigirwa, ni mundu wenda mwingi, ni mundu weroka bandu mothe. Riu ngitiganĩria na roho ngiuka kũmĩgĩ ngĩthirwo na Chirua kũhĩtũkĩra kĩ mwena ũyũ wa mĩgĩ wa ũcio wa ngoro ya kũhũthĩra roho. Amen. So I stayed with the Chirua. When Chirua was coming, hiyo wakati alikuja akaniambia huko nimetoka Tanzania sina mahali pa kwenda. Nilikuwa nakuja huku Kibingo kwa pastor rafiki yangu nikakuta alikufa. Tena sasa nimeshindwa nitafanya namna gani? Nikaona tu nitatafuta kanisa, nitatafuta mtu wa Mungu mahali anipokee. Nikampokea. Hiyo story yake yote nikaipokea na nikampokea. Na nikamwambia basi kaa. Nikaenda nikatafuta vitu ya meko nini vitu ya kupika akaanza kukaa hapa. Sasa hizo walikuwa wamekuja anakuja kuna kijana alikuwa nafanyia deliverance hapa. Kijana ambaye alikuwa anafanya cosma accidents kwa mabarabara huku anaitwa Charles. Alikuwa ameshikiliwa na devil agent kule Juja. Alikuwa ameshikwa na mama fulani huko anatiwa na shetani kule Juja. Nilikuwa nakaa na hapa nafanyia deliverance. Kaniambia alisacrifice mamake. Mamake ni kichaa, alikuwa na kichaa. Alisacrifice mamake, kaniambia ameua watoto kadhaa hapa Kutus, Samson Corner. Na accident ambayo ilitendeka na hapa nini wapi. Sasa hizi naweza kuongea hii mambo hiyo wakati singewaambia hapa nini. Kavongena hapo. Yeye alikuwa sio. So, na kijana alikuwa na raka vichaka huko. Hakuna kitu kinamuuliza. That time, kijana already amekuwa delivered, ameokoka, amevaa vizuri, ametoa ile mavitu alikuwa na nuka. Nimemtuma kule nyumbani, nikiombea mama, akakuta mama naye amekuwa amerudi soba, amekuwa sawa. Tunaendelea vizuri. When Chirua came, sasa kukawa kuna mvutano wa kiroho. Chirua akona my God. Niwaambie leo. Chirua alikuwa amebeba ile majini mzito. Na akatambua huyu mwingine na yeye
wanajuanga kule katika ile anga nyingine. So kukawa na vita hapa. Kijana akatoroka, maana ameanza kupigwa na imajini mara moja. Akatoroka. Alipotoroka akaenda Gishugu. Alipoenda Gishugu akanipigia simu kaniambia, Bishop, niombe sana na shida vile nitarudi, maana nimekamatiwa pale Kambale. Akijaribu kurudi huko hizo pepo za Juja sasa zikamshikia pale Kambale. Hizo mapepo zilikamchukua physically hapo, sijui alibebwa na ndege ya mali pelekwa na mdangani karudishwa Juja. Hata saa hizi mimi ndio niko na vitambulisho zake, niko na certificate yake ya askari ya NYS ya shule yote, original zote niko nazo. Hata saa hizi ya kijana alichukuliwa. That was the sign ile Bwana alikuwa atumia kuniambia kwamba mtu ninaye hapa ni mtu mbaya. I did not. Na sasa alikuja akafanya ile mambo alifanya yote. Akafanya hiyo yote. Akaiba zile vitu aliiba, akafanya hiyo yote, akafanya ile uchafu alifanya, akafanya hiyo. Alafu nikamwekea mtego. Nikatumia mtego wangu nikashika, nikapeleka polisi pale. Nikaenda akaanza kutafuta watu wa kumtoa pale korokoro, wa kumwekea bodi. Katumia ile ujanja yake tu ya uchungaji na nini. Nikaenda huko nikaongea na hao watu. Alafu akapata mtu wa kumtoa huko. Ile siku alitoka huko ndio aliamua kunimaliza. Na alinimaliza na ile njia alinimaliza nayo. Na akaniandikia message na ikawa vile ilikuwa. And my life will never be the same again, kwa sababu aliharibu mambo mengi sana yangu. Aliharibu straight. Usiniulize na niko hivyo nilivyo. Na hiyo iko ndani yangu, sina kuiambia mtu. Nitakaa nayo tu namna hiyo. So nataka kukwambia hivi, you have a spirit. You have a what? A spirit that is able to sense God. And you can use that even to discern what? The spirit. The spirits. How watu wa confuse watu? How watu wana confuse watu? Inaitwa spirit of divination. How wanaota? How wanakwambia Mungu amenionyesha, Mungu ameniambia. How? Hiyo ni roho ya uchawi. Inaitwa spirit of divination. Ndio inaonanga katika ulimwengu wa rohoni. Such that wewe, because wewe hutaki kutumia your senses, the spirit, huyu naye ana spirit yake imeconnectiwa na power demons. Anaweza kuona mambo yote ambayo inaendelea katika ulimwengu wa rohoni. Anaweza atakwambia mambo yako na atakwambia kwa ukweli. Ni hivyo iko, because anaona kama vile unaona na hii macho, anaona katika ule ulimwengu mwingine. Lakini kwa sababu anaona katika ile ulimwengu mwingine ya rohoni, si kusema hiyo ni Mungu. That's what people don't know. Tunaelewana jameni? Kuwa nimefungua macho yangu ninaona katika ulimwengu huu ni kumaanisha mimi si kipofu. I can see anything and everything. Sawa sawa. Naye mtu ambaye ako katika ile ulimwengu ya rohoni, macho yake ya kiroho imefunguliwa na power demon, can see mambo yote, hata yako ataiona, ataielewa, lakini si kusema ako na roho wa Mungu. It's only that ana sense, macho yake inaweza kusense na kuona mambo ya kiroho. Lakini si kusema Mungu hapo hapo. Na hapo ndio wokovu upotelea. Amen? Amen. Let me finish with this. Takusaidia. I was blamed partly. Nimelaumiwa na mtu fulani ambao baadhi wengine watu wanamjua kwa kiwango fulani.
Na huyu mtu ni wewe uniletea. Yule mtu tulienda kuombea na intercessors hapa Kapendozo akiwa kifa. Alikuwa ameuziwa shamba yake, amebaki kasema. Alikuwa anaitwa nani? Gule. Unakumbuka huyu jamaa? Short. Alikuwa anakimbizwa na majini, anaenda kulala kwa kasa la kiko siku. Acha niwaambie. Huyu jamaa wakati tulienda kuomba kwake, kumwombea na akaokoka. Na nikaanza kupambana na hiyo majini. Na tukamwombea, na tukamfanyia mambo ya deliverances na nini. Na ikawa it is not possible for him to come to church kwa sababu kuna vita kali sana katika familia yake. I sensed in my spirit ya kwamba mashida hii yote ambayo huyu jamaa ako nayo ni kwa ajili ya bibi yake. Na kwa sababu ya ile uzuri wa Migwi, turudi upande mwingine, ule uzuri wa Migwi, nikaona sitaki nilaumiwe, nimevunja nyumba ya mtu. So tulipomaliza hiyo mambo yote, mimi nikamwambia huyu jamaa, nikamwambia kidogo tu, nikamwambia lakini kwa hii mambo yote ni vyema ukae na uchunguze bibi yako. Kwa sababu kuna kitu ninasikia na maana siwajui sana, sitaki kuongea mambo mengi, lakini chunguza. Sasa nimekutana naye last month. Nimekutana naye. Ndiye mchungaji, kuna kitu uliniambia, lakini afadhali ungeniambia hiyo kitu katika mambo yote na details yote, ni unisaidia kutoka wakati ule, maana hiyo kitu ingenimaliza. Akaniambia alienda kwa mtu mwingine akamfungulia hiyo mambo yote wakati alikuwa aishe, maana huyu bibi yake sasa ni yeye ameniambia, nakwambia kile ameniambia, lakini anaweza kuambia akija huko. Kumbe hii bibi yake ndio alikuwa anaenda anampeleka kwa anamtumia majini ya kummaliza na nini, na ndio akichukua mali yake. Na ndio wakauza shamba hapa Kapendozo, hapa kwa barabara hapo. Wakauza kakabaki kaproti kadogo. Mama akitumia hiyo majini, anatuma hiyo majini kuchukua pesa huyu jamaa. Wakiuza bilioni fulani, huyu jamaa anaenda anafanya project fulani, pesa inakuja inapotea tu, ajui imefanya namna gani. Mama akichukua hiyo pesa. Ya mwisho wakati nimemwacha, hii kaproti ilikuwa inabaki. Mama alipatikana na mzee mwingine, amechukua document, wanauza kiwa hiyo project kule kwa land. Walikuwa wanauza the remaining part akiwa na mzee mwingine, kusema huyo ndio bwanake. Amen. So sasa ndio ikalipuka. Huyu jamaa sasa akakimbia kwa mchungaji mwingine, akamwambia wacha nikwambie ukweli wote. Mama, bibi yako kuna kitu wanakufanya. So ndio alikuwa ananiambia, mchungaji, wewe uliniambia hiyo, na nikamwambia mimi kila siku nataka ninikwambia mambo mengi, na wewe ni mgeni kwangu, nikumalizia mboma yako na watoto wako, alafu niwe blamed mimi na kama pastor. Kazi yangu ni kuvunja mboma za nini za watu. Ndio ungenifanya hivyo, ungeniambia hivyo mambo yote, hata kama ni watoto wangu wasaidike na mimi nisaidike, kwa sababu shetani alikuwa anatumaliza. Hallelujah. Amen. Nasema hivi, the third part of the spirit of man inaitwa intuition. Andika hiyo part, inaitwa intuition. Is a part that you can be able to discern the spirit of God and be able to discern other spirits. Unaweza kuwa na kuweka tena ngekuyo discern gukurana good. Yeah. Ukahota muhono kimwega, muhono kiuna kiroho kila kiama, ni muhono kiungota gukurana roho wa ma na roho wa maheni. Amen. Na mundu wothe ni ahetwo hotisho ni Ngai, aikoro ni ahonokete, roho wake ukarahuka. Niguo honokia aria matina magikuo ni ngoma,
magithiũrũrũkio nĩ ngoma, makihũrĩkio mbirũri, kuzungushwa, pigwa ile mbirũri vile inazungushwa, kona zote. Sasa shida iko wapi? They have a problem with their spirit. Wako na shida ndani ya roho zao. Haleluya. Wako na shida ndani ya roho zao. Na leo sitaongea mengine, nimekusaidia mambo ya roho. Ujue hivyo katika jina la Yesu Kristo. Sasa twende Sunday. Nataka kudili na mashida ambayo umegundua kule ndani ya roho ya ngoro, the soul na in the spirit. Hiyo mashida yote na bondage zote na nini. Hiyo ni siku ya kumwambia Roho Mtakatifu deal na every issue. Amen. Sababu nataka niwaonyeshe sasa Sunday vile naye Roho wa Bwana sasa anaingia through upande wa spirit. Siko na ukuta hapo. Anaingia through upande wa spirit ndio akuja atawale mpaka upande huu mwingine, so that now we can have a spiritual Christian. Tuwe na mwokovu wa kiroho. Sasa hii itakusaidia kujua mwokovu wa kiroho anapatikana namna gani. When the Holy Spirit now connects with your spirit, anaongea na roho wako, anatia nguvu roho wako, analeta ushauri, analeta ufunuo, anapitisha mpaka upande mwingine. Yale mambo ambayo hayakubadilika wakati wa wokovu inashughulikiwa. Sasa tunapata a spiritual Christian. Bwana Mungu, tumekuja mbele zako, utufanye jinsi wewe upendavyo. Wewe ni muweza yote.